بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Watukufu wa Islam mliohudhuria katika hadhara hii, wengi wenu na bashasha ya kutaka kunisikiliza, lakini kwanza kuliani kwangu nifanye utambulisho, ijapokuwa mnawajua, lakini kwa heshima na taadhima wazee wangu walionisomesha, Sheikh Hamid Masudi Jongo, mjumbe wa baraza la ulama na imamu mkuu msikiti wa Manyema, lakini pia kuna nasab mimi na yeye ya ukaka ya ibn ammi baina yangu na yeye, Sheikh Talib bin Ahmad mwalimu wangu, Sheikh Ali Mbwera, Sheikh Muhammad Kusoma, Sheikh Muharram Mziwanda na mashekhe wengine, Sheikh Simo na mudir wetu yuko hapa, shekhe wa mkoa, lakini bila kumsahau mzee wetu, mwalimu wetu, shekhe letu, nguzo wetu iliyobaki katika tariqatul Qadiria, Sheikh Ali Muhyiddin al-Qadiri, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri, na mashekhe mbalimbali wa kata, mashekhe wa wilaya. Mniwie radhi kwa sababu ya muda umekuwa mzito sana, na hapa kuna mahala nikitoka ninakwenda, ndio ufanye kazi ya khairun nas anfa'uhum linnas, ndio kazi yenyewe ya kupewa nafasi ya uongozi, ndio inapoanzia hapo mitihani yake na uvumilivu wake. Maneno yangu kwa siku ya leo, kwa kuwa wakati umekwisha, nitoke na hadithi hii: inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya alqalb. Twendeni na dini tutakavyokwenda nayo, lakini tuziangalie nyoyo zetu zipo kwenye dini. Dini isifikie pahala ikawa kama klabu za mpira, la, ifikie wakati dini iwe dini, virabu vya mpira viwe virabu vya mpira. Dini iwe dini na virabu vya mpira viwe virabu vya mpira, yasichukuliwa ya virabu vya mpira vikatiwa kwenye dini. Hizi nyoyo zetu zinazosema sisi tunafuata dini ziko sawa? Katika maradhi makubwa yaliyokuwepo ni nyoyo kusalimiana kwa kinafiki, heshima za kinafiki. Tufike mahala vitu hivi tubadilike, tuviache. Kama kweli unampenda mtu, mpende kweli, hakika yake. Kafanya jambo lolote, mwite bwembeni, utamwambia hakuna neno. Mnapendana, pendaneni kweli. Mnaheshimiana, heshimianeni kweli. Masala ya kuheshimiana, kupendana kiusanii ndiyo aliofikisha mji wa Dar es Salaam hapa. Ukweli hakuna, kupendana kweli hakuna. Kidogo tu nikirudi nyuma, nilikuwa niko mdogo, nilimuona namna gani baba yangu alionizaa akitumikia mashekhe wenzake, lakini bali insanu ala nafsihi basira. Naiuliza nafsi yangu mimi kama Abbas, yale aliyokifanya mzee wangu mimi nimeshafanya hata robo? Idha kunta fi amrin fakun fi, katika huo wema niliouona nikaurithi kwa mzee wangu, najiuliza nafsi yangu kwamba nishafanya hata robo? Kila nikiitazama nafsi naona sijafanya bado chochote alichokifanya kwa kadiri alichokifanya mzee wangu. Uislamu, nafsi. Mwenyezi Mungu azitengeneze nafsi zetu, tuwe wa kweli, tuheshimiane kweli, tupendane kweli. Dini itasimama, dini itasimama.
itakwenda vizuri na kila kitu kitakaa vizuri. Lakini failure to do so, kukiwa kuna mambo ya kuongopeana, heshima za kuongopeana, ndani mtu una chuki na mwenzako, halisimami jambo lolote katika mji huu. Maneno yangu yananitosha sana, nilikuwa na mengi nataka kusema, lakini maudhui yangu yamebadiliki hapa baada ya yule ruhani wangu wa kibada kuja. Lakini hasa nilikuwa nataka kuzungumza maudhui hasa ni kwamba ni namna gani walimu wa madrasa wanavyodharauliwa. Kama kiongozi ambaye nimetumwa kukutumikieni, na inshallah milango iko wazi, mimi ni mtumwa wenu, wala sio bosi wenu, wala sio kiongozi wenu mkubwa wa kuwa labda na jambo kubwa mbele yenu. Hakika ninakwambieni, nitabeba viatu vya mtoto mdogo, nitabeba viatu vya ustadhi, nitabeba viatu vya imamu, yoyote nitambebea kiatu chake, wala msipate tabu na mimi kabisa. Nimeletwa kwenu nikutumikieni, wala siwe juu yenu. Lolote lile la dini, karibuni tushirikiane kwa levu ya aina yoyote, isipokuwa tu wama tawfiqi illa billah. Niombeni dua sana niweze kutekeleza haya niliopewa kuyafanya, kusimamia masala ya Waislamu katika mkoa wa Dar es Salaam na jamii inayoishi katika mkoa wa Dar es Salaam, wasiokuwa pia na Waislamu wako katika haki ya mia kuwatekelezea haki zao. Kwa hiyo mniombee dua. Hakuna mtu yote anaweza kuifanya jambo likanyooka kwa ujanja wake au kwa umaarufu wake au kwa kuwa kwake mtoto wa mjini bila ya taufiki ya Mwenyezi Mungu. Na pia mtuombee dua kwamba nyoyo zetu zitingamae na uchamungu wa kweli, so uwe uchamungu wa acting, kwamba ukisimama kwa watu wakuone mchamungu, lakini si mchamungu wa kweli, pia utadondoka. Shughuli hii ni kubwa sana ya kutumikia watu. Nichukue nafasi hii kukushukuruni sana watu wote katika hadhara hii. Mwenyezi Mungu akujazeni kila la kheri. Lakini hayo yanahusiana na masala ya walimu na hao ambao wamechukua dhamana ya kutaka kuwasaidia walimu wa madrasa, nitawafuatilia, yani wawasaidie kweli, lisiwe limefunguliwa taasisi watu wanapiga mzigo, mambo yanaingia, watu wanaambia huyu bwana kakaimisha, watu washaanza kuingiza kushughulika na ugali wa watu. Hapana, hao walimu wameshadharauliwa sana, sitaki wadharauliwe katika mikono yangu. Kila mtu anayekuja anasema nitawasaidia, msaidieni, mimi sioni, lakini lazima wasaidiwe, kwa sababu katika kazi lazima tugawane, hatuwezi wote tukafanya kazi moja. Sasa hawa wasipotazamwa, maimamu na walimu kisawasawa, itakuwaje? Hatuwezi tu tukafungua maduka spare. Kuna kitu kinaitwa specialization and division of labor. Watu katika kazi hizi za kidini lazima mgawane kazi, wengine wasomeshe, wengine wafanye hivi, watafute mzigo wapelekewe na wasomeshe, lakini hawaangaliwi. Hilo sio mada yangu leo. Wama alaina illa albalaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.